Katika usia wangu kuwahusia ndugu zangu katika imani na wasiokuwa na imani kama ya kwangu katika kata yetu ya Igoma, kama vijana tufuate mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uislamu unawatambua vijana. Uislamu umewapigania sana vijana, na nguvu kazi ya Uislamu ni vijana. Lakini sio tu Uislamu, hata serikali, jamii na maisha yote kwa ujumla, vijana wanategemewa. Sasa kama kijana atakuwa yuko nje ya maadili ya Kitanzania ya dini, huyu anakuwa anapoteza nguvu kazi ambayo taifa linamhitaji na linamtaka pia aweze kulitumikia taifa lake. Hivyo basi niwaombe vijana wenzangu wa kata ya Igoma, bila kujalisha imani yako, bila kujali upoje, lakini badhali wewe ni kijana, tutumie nguvu yetu kuijenga kata yetu. Lakini pia kwa wale vijana wa Kiislamu na wasoko wa Kiislamu, tulejeeni katika majumba ya ibada. Makundi hayasaidii, makundi hayatufaa, kwa sababu tunahusiwa kijana, tafuta, pambana, uhakikishe katika umri wako wa miaka 15 mpaka 20 mpaka 35 angalau umejitahidi, umemiliki vitu vyako vya halali. Umekuwa na mke, umekuwa na kiwanja, umekuwa na watoto, lakini una njia za kupata riziki iliyokuwa halali. Sasa utapataje riziki ya halali? Una makundi, unavuta bangi, haufati maelekezo ya viongozi wa dini, utajikuta unapotea. Tushikamane. Bahati nzuri katika kata yetu ya Igoma tuna viongozi wa dini wanaojitambua na kuwaelekeza watu vizuri, lakini viongozi wa serikali wanaojitambua na kuwaelekeza watu vizuri. Tumuone diwani wetu wa kata ya Igoma, lakini pia na watu wengine ambao wanaweza wakatuelekeza vizuri katika mambo ya dini. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kijana atakayeishi vizuri, akawa mstaarabu, akawa mwenye kujituma katika jamii na dini yake, mtume amewaahidi watu hawa, anasema katika miongoni mwa watu 7 watakaofunikwa katika kimvuli siku ya Kiyama, siku ambayo yauma la dhilla illa dhilluhu, ni siku ambayo vijana miongoni mwa watu watakaofunikwa katika watu wa aina 7, washabu nasha fi ibadatillah, na kijana aliyekulia katika maadili, katika malezi, katika makuzi yaliyokuwa mema, katika makuzi ambayo yanamheshimu Mungu na kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo niwahusie vijana wenzangu, tulejeeni katika misingi ya imani, tulejeeni kwa Mwenyezi Mungu, tulejeeni misikitini, lakini tuachane na mambo ambayo yatatupelekea kuwa na hatima iliyokuwa mbaya na mbovu na kutuharibia sifa zetu, kwani kijana wa leo ni mzee wa kesho. Tunawategemea na tuunge wote kata yetu na taifa letu.